Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali kama nilivyosema inayoongozwa na kamanda mahiri Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kwamba sekta binafsi iwe ni mdau mkubwa wa kusukuma uchumi mbele kufikia uchumi wa dola trilioni 1 mpaka kufikia mwaka 2050. Na kama nilivyowaambia kwamba pia kwamba katika bajeti zetu kuanzia mwaka huu wa 26-27 mdau mkubwa ni private sector, sekta ya binafsi, ambayo hata kwenye miradi yetu ya maendeleo tunasema tutapenda kuingia ubia na wabia tuingie na sekta binafsi kwenye kutekeleza miradi yetu kwa 70%. Kwa hiyo 30% tu inabaki kwenye sekta ya umma. Sasa uone hiyo ni commitment kubwa sana kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi tuko hapa kama wasaidizi wake kuratibu hilo liweze kutokea. Na kwa yale ambayo mmeyapendekeza tunatoka nayo, twende tukaone namna ambavyo tunaweza tukayatekeleza kwa manufaa yenu, lakini kwa wabia wa maendeleo wengine wa sekta binafsi kama nyinyi ambao ni wazalisha mali. Tunajua ukizalisha hapa na ukalindwa vizuri tutapata kodi, lakini watu wetu wataajiriwa, lakini pia kuna mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza, kwa mfano kupata utaalamu kupitia yale mnayofanya ambayo ni mageni kwetu. Vijana wetu watapata kazi kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kuongeza ajira, na ajira hizo haziwezi kutoka serikalini au kwenye sekta ya umma peke yake. Sekta binafsi hiyo ni mdau mkubwa sana kwa ajili ya kufanya hayo ambayo nimeyasema. Angalau TRA inasikiliza tena kwa wakati, na hiyo ni jambo kwetu sisi kama Wizara ya Fedha ni jambo la kushukuru sana kwamba TRA kama wanaendelea kufanya hivyo. Lakini mmeongelea kwamba excise duty angalau kipindi cha miaka mitatu kinawafanya muweze kuwa na uwezekano wa kutabiri namna mtakavyoendesha biashara zenu, badala ya mabadiliko ya kila mwaka yanasumbua. Na ni kweli naona ni jambo la heri na hilo litaendelea. Lakini pia mmeongelea mambo ambayo sasa yakirekebishwa, nyinyi kama walipa kodi wakubwa inaweza ikasaidia sana serikali. Hicho ni kitu ambacho na sisi tumekisikiliza. Yako mambo mengi ambayo mmeongea, angalau kwenda sasa kuvuta ile dhana ya kupeleka uchumi wetu kwenye dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, na nyinyi mkiwa wadau, na kama ambavyo nimewaambia kwamba kimsingi bajeti zetu za mwaka mmoja na miaka mitano kuelekea mwaka 2050 zenyewe zitategemea sana sekta binafsi, na hata tunahimiza kwamba tuingie ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma ili kutekeleza baadhi ya miradi ili kupropel sasa hii vision 2050. Hasa nyinyi ni wadau wakubwa, mmeelezea jinsi ambavyo mmeanza tangu mwaka 1988 mpaka sasa hivi, na kiwango cha kodi ambacho mlikuwa mkiilipa serikali kuanzia mwaka huo, hasa kwa mfano mwaka 2017 mmelipa bilioni 75, lakini mwaka huu ni zaidi ya bilioni 220. Yani hiyo ni maendeleo makubwa, lakini pia ni ile utayari wenu wa kulipa kodi. Mmeongelea pia hapa masuala ya kwamba anayelipa kodi basi huyo aangaliwe kwa jicho la huruma.
Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.